akaendelea kusema Sheikh Bakar Abu Zaid rahimahullah, wa ilaika bayanaha, na chukua ubainifu wake hayo maqasidi ya kisheria au hizo adabu ambazo zapasa au yapendekezwa mtu ajipambe nazo wakati akiwasiliana na mwenzake. Ni mmoja awe yeye ni mpigaji ama awe yeye ni mpigiwa. Na tukaona kwamba kwenye upande wa anayepiga za kupotezeka zaidi, kwa sababu yeye ni kama ana haja, na mwenye haja katika mawqif yake kuna kuwa na dhaifu kidogo. Wahidan ithra wahidin, moja baada ya nyingine, kama anachukua ubainifu wake hizo adabu moja baada ya nyingine. Wa in kanat fil jumlati takhtalifu ahkamuha bi ikhtilafi ahwali an-nas, ijapokuwa kiujumla zatofautiana ahkamu zake kwa kutofautiana hali za watu. Ni jambo unaweza ukalitaja hukumu hii au jambo hili latakiwa lifanywe hivi katika mawasiliano au liachwe kwa sababu linawaudhi watu. Kuna wengine wao ndio kawaida kwao, ila inazungumziwa ile aghlabia, na mara nyingi inavikuwa katika hali za watu. Wa azmanihim, kadhalika na zama zao, tofautiana hizi ahkamu kwa kutofautiana hali za watu na zama zao. Wa amakinihim, kadhalika na nini, na sehemu zao, kadhalika wa aqdarihim wa qudratihim, kadhalika pia vile vile kwa kutofautiana uwezo wao na si hivyo tu, na zile hadhi zao na uwezo wao. Huenda kwa mwenye hadhi ya juu ukimfanyia hivi maudhi, wa kawaida ukimfanyia sio maudhi. Kwa hiyo kutofautiana pia hadhi zao, maana vyeo vyao na manasibu walizokuwa nazo, na pia vile vile na uwezo wao. Wallabibul muwaffaqu, na mwenye akili aliyewafikishwa. Wallabibu almuwaffaqu, na mwenye akili aliyewafikishwa. Yuqaddiru al-umura fi majariha ash-shar'iyya, anayapangilia mambo katika mapito yake ya kisheria. Mwenye akili aliyewafikishwa huyapangilia mambo kwenye mapito yake ya kisheria. Kwa maana ukishajua kama huyu ila muudhi, hautomfanyia huyu, yeye haudhiki nalo, ukifanya kwa sio tatizo, kwa sababu ni mwenye akili ambaye umewafikishwa katika kupambanua mambo. Wa yaltamisu al-udhra liman fatahu shay'un minha, na humtafutia udhuri yule ambaye amepitwa na chochote katika hizo adabu. Na hili ni jambo muhimu sana. Kuna wakati mtu anawezekana anajua lakini akaghafilika. Kwa hiyo kuna hali ya binadamu nayo ina nafasi yake kutazama kwamba huyu si kawaida yake kuwa labda hana adabu, ila leo kateleza, labda iwe kafanya amda hilo jingine, lakini kuwa hapa nimeghafilika. Hata mtoto nyumbani inawezekana kuwa si kawaida yake kukujibu vibaya, lakini siku ukamwambia fanya hivi sifanyi, alafu kaishika mdomo, nimwambia baba sifanyi, yani kuwa huyu ili tamko limemtoka. Kwa tofauti baina ya huyu ambaye limemtoka tamko na yule ambaye kwani nini baba bado endelea, huyu yeye wajua huyu kidogo ana aina fulani upande wa kuwa na adabu mbovu. Sasa pia vile vile kwenye simu mtu anaweza akafanya jambo ambalo ni la kimakosa lakini si kawaida. Mfano kapiga wakati sio sahihi, muda wa kuwa si kawaida yake, kwanza msikilize na mdhanie kheri. Huenda ikawa kuna jambo la msingi sana tena linakuhusu wewe,
kukupigia ni kukuhurumia wewe kwa munasaba wa hilo jambo lilivyo. Kwa hiyo kuna kuchunga hali za watu pia na kuwatafutia nyudhuru kwa munasaba wa lisanul hali ilivyo. Idhin nasu laysu ala martabatin wahidatin fi ta'aquli, kwa sababu watu hawapo katika daraja moja kwenye kuyatia mambo akilini, hapo katika daraja moja. Kuna mwingine anaona nikimpigia simu muda fulani huyu ni wakati sawa kwa yeye alivyo, kumbe kafahamu vibaya kwa kwako wewe si sawa. Sasa mtu kama huyu pia kumtafutia udhuru kadhalika na kumpa dharura ni aula zaidi kuliko kuanza kumdhania vibaya na kutokumpa dharura, pengine ikapelekea ugomvi baina yako wewe na yeye kwa jambo ambalo yeye kakosea kama mwanadamu. Wataallum kadhalika pia hawapo sawa na wala hawapo katika daraja moja kwenye kusoma. Wadhauq, na dhauq ni kule kuyafahamu mambo, kutaamali nayo muda mrefu, muonjo wa kulijua jambo kwa kule kukaa nalo muda mrefu. Kwa hiyo wapo watu ambao hawafanani na watu wa sampuli fulani katika kuyafahamu mambo haya ambayo tumeyataja. Kadhalika wa husni tasarruf, wa husni at-tasarruf, na ule uzuri wa kuyafanya mambo. Watu pia hawafanani, watu pia hawafanani kwenye hayo. Huyu kafanya jambo kwa uzuri huu lakini mwenzake analiona baya. Pengine pia uzuri huu sio mzuri kwa yule, ni uzuri kwa huyu kwa sababu watu hawakuumbwa kufanana, hawakuumbwa kufanana. Wasaidu man idha busira tabassar, na mtu aliyekuwa mbora, aliyekuwa mwema ni yule ambaye atakapooneshwa huona, atakapooneshwa, atakapotakwa hali ya basira, utambuzi, basi anatambua. Huyu ndiye mtu bora. Wa idha dhukira tadhakkar, na atakapokumbushwa kukumbuka. Sasa kwa maana kwamba huyu ambaye kateleza huyu, pamoja na kwamba umempa udhuru ili naye pia aingie kwenye sifa ya uzuri na wema, ukimkumbusha aya anakumbuka. Sio kwamba naye leo tu anza kunisema wewe si umekosea kama mwanadamu, basi kubali pia. Naam, hii ndiyo hali ambayo anaikusudia Sheikh hapa, Allah mrehemu. Wa hadha siyaqu jumlatin salihatin minha, na huu ni mtiririko wa mazungumzo ya sentensi iliyokuwa njema katika hizo adabu ambazo tumezikusudia. Daani ila tadwiniha thalathatu umur, imenipelekea mimi kwenye kuziandika mambo matatu. Yamenipelekea mimi haya mambo matatu kwenye kuandika hizi adabu na mengineyo. Al-awwal, la mwanzo, litakuna tadhkiratan li, ili iwe ni ukumbusho kwangu. Maana hata anayefundisha, anayetoa khutba, anayetoa mauidha, katika jambo la mwanzo ambalo anatakiwa yeye awe nalo katika nafsi yake kwenye upande wa kupata manufaa anachokiongea, akusudie kwanza anufaike. Sio wale waliokuwa wakisema kwamba fuateni niyasemayo msifate niyafanyayo. Hakuna hivyo katika dini. Yaani watu dhihirishia wazi hivi kuwa unaweza ukaongea wema alafu ukusudia kutenda uovu ambao ni kinyume na ulivyoongea. Hiyo sio sawa. Na wapo ambao walikuwa wakisema katika mashehe miaka hiyo, fuateni niyasemayo na wala msifate niyafanyayo, kuonesha kwamba huyu kashajua wazi atatenda uovu baadaye na anakusudia kuutenda. Lakini katika upande wa kujiwekea himaya na wikaya, anataka msiyafate yale ambayo yeye anayafanya, na hivi sio sawa. Waliman shaa Allahu min ikhwani, na wale ambao atawataka Allah katika ndugu zangu, au na wale ambao Allah atawataka katika ndugu zangu au amewataka, kwa maana pia nao wakumbuke. Lakini pia athari ya kile ambacho kinaongewa na muongeaji au kinaandikwa na muandikwaji, wanasema ulama, inafungamana pia na mafungamano ya huyu muandikaji au muongeaji na Allah.
Ndio maana baadhi salaf walikuwa wakiongea kwenye baadhi ya vikao vya elimu, watu wanalia kwa namna vile ambavyo wamepewa kuwa katika taathiri, nguvu kwenye kuathiri watu. Kiongea watu wanaathirika, mpaka baadhi ya wema waliotangulia walikuja wakaulizwa na watoto wao, mbona mzee ukiongea watu wanaathirika sana, lakini kuna shekhe mwingine akiongea yeye yani watu hawaathiriki, pamoja na kwamba pengine kitu ni kile kile. Akasema laisati an-naihatu athakla mithla an-naihati al-mustajara, kilio cha aliyefiwa si sawa na kilio cha aliyeajiriwa kulia. Kwa maana anayefanya kwa ajili ya Allah sio sawa na ambaye yeye anafanya kwa ajili ya kutaka malipo tu, hawa sio sawa. Kwa hiyo pili jambo ni muhimu, hata kwenye kuongea, hata kwenye kuwanasihi watoto wako. Nguvu kubwa pia katika upande wa kuathiri watoto ni kuwa na ikhlasi na ukweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye unaloliongea. Isiwe nafsi yako ina vifundo na wao, kile utakachokiongea hakitotoka kiukweli kwa sababu unachuki na mtoto wako. Lakini safisha moyo wako kisha kiongee kile unachokiongea lillah. Kunapatikana athari kubwa sana, kama ambavyo tutaona sasa hivi. Pengine kufundisha vitabu hapa vimeandikwa miaka 1000 nyuma, na ukikisomesha kana kwamba kimeandikwa leo, kwa sababu tuwadhania khairi kwamba wale waandishi wake walikuwa na ikhlas, waliandika lillah na mengineyo katika mambo ambayo wanafungamana na hilo. Jambo la pili, athani, ambapo kuna tambihi na vitu viwili muhimu sana. Jambo la pili katika yale ambayo yamempelekea shekhe aandike hichi kitabu, at-tanbihu ala mahdhuraini kathura ta'adhi an-nasi min ta'amuli al-akharina bihima, ni kule kutanabahisha kwenye kunako mambo mawili ya haramu, mambo mawili ambayo ni yenye kutahadhariwa ya maudhi. Kumekithiri kule kuudhika watu kutokamana na kuamiliana na wengine kupitia mambo mawili hayo. Mambo mawili kwenye simu, kuna vitu vile vinaudhi sana, na nikitajwa hapa pengine uweze ukaona kwamba haliudhi, basi ndio ile kuwa hatufanani, lakini mudhamu yake katika watu wanaudhika na mambo hayo. Jambo la mwanzo anasema Sheikh, sukutul muttasil, ni kunyamaza yule anayepiga simu, anakupigia alafu anakaa kimya. Kisha baada ya hapo, idha rufi'atis samaa, pindi pale ambapo itapokelewa ile simu kwa kuunganisha sauti baina ya huku na huku. Maana ukipokea ndio umeunganisha baina ya huku na huku, sauti zikiungana, yeye anakaa kimya hata yatakallama almuttasalu bihi, mpaka aongee yule aliyepigiwa. Sasa ukikutana na mtu ambaye anajua kwamba wajibu wa kutoa salamu ni wa huyu aliyenipigia, ndio pale unapiga simu unakaa kimya, mwenzako ni pia anakaa kimya, subiria kwanza salimie. Unashangaa mbona kimya mpaka utasikia halo. Sasa baadaye mnatafutana kwamba huyu yupo. Haya mambo yanatokea. Fama an ya'rifa as-sauta illa wa yad'u al-muttasilu as-samaa, mara tu baada ya kufahamu sauti, kwa maana yeye aliyepiga akikaa kimya, akishafahamu sauti ya yule aliyempigia, hapa sasa wayadhu al-muttasilu as-samaa, yule anayepiga simu yule sasa, kama ni sauti sasa anaishusha. Kama ni kile kipaza sauti ambacho kikia, kama na mwingine akipiga simu hivi anaweka laudi, kapiga tukaweka laudi, na tutatazama pia hukumu ya kumweka mtu laudi pasi na ruhusa yake, au kurekodi sauti ya mtu kwenye kuongea naye. Ni jambo lipo tu, kwa sababu ni simu unaweza kurekodi, ama ni makosa, tutatazama pia hukumu yake. Wayati tawjihu at-tahdhiri minhu, na kuna kuja kule kuelekezwa kutahadharishwa kutokana na jambo hili mbele utapata. Kadhalika wanahi anhu, wanahyu anhu, na kule kukatazwa kutokana na jambo hili. Wa annahu ghayatun fi su'il adabi, na kwamba ni ukomo mkubwa katika adabu mbovu.
Kumpigia mtu simu kisha unakaa kimya, sasa umempigia liweje? Kwa sababu tumeona hapo ukipiga unakuwa na hukumu kana kwamba unaomba, wewe ni muhitaji. Sasa sawa unamgongea mtu mlango, alafu akikwambia nani, kimya. Au pengine amekufungulia mlango, naam, kuna shida gani, kimya, umekaa tu kimya. Ndio mfano wake hapa. Sababu tuliona kuwa wanafanana watu hawa, baina ya mwenye haja na ambaye anapiga simu. Sasa huyu kapiga simu alafu hapo anakaa kimya, anakusubiria yule aliyepigiwa uongee. Na hii inaanza kwenye kipengele ambacho ndiyo jambo la mwanzo katika adabu za simu. Pengine huyu aliyepiga simu huyu hakuhakiki namba, nampigia nani? Au pengine zipo namba nyingi kwenye simu, kamsevu mtu kamsahau, kamsevuje. Huyu Muhammad nani? Hebu ngoja nimpigie. Akimpigia kwanza aweka laudi, asikiliza. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Inakishasalimiwa tayari yeye, na hali ya kuwa yeye ndio alikuwa anatakiwa atoe salamu, alafu akakini naam. Yaani yeye anasema naam, kwa maana asikiliza mazungumzo ya huyu atakiongea nani. Wewe si upige tu, labda uulize, bwana nimekuta namba nimeisave Muhammad lakini sikumbuki Muhammad nani, ongea, kuliko kule kumkalia mtu kimya. Kuna mwingine na yeye akili zake anazijua mwenyewe, asisijapiga mimi, ngoja, anakaa tu hivyo. Kwa mnasubiriana mpaka unakuja kushangaa tu, shekhe waita sasa, kwa sababu yeye mwenyewe naye kawa mgumu kweli, kakusubirisha kama ulivyokuwa unamsubiria yeye. Kwa hiyo mmesubiriana. Kwa hiyo hali hii ina natija mbaya. Kadhalika watasjilul mukalamati alhatifiyya duna idhni almutakallimi wa ilmihi, na kule kurekodi mazungumzo ya kisimu pasi na idhini ya mwenye kuongea na kujua kwake. Wa hadha takhawunun fil amana. Jambo la mwanzo tumesema ni kunyamaza ambaye anapiga simu ili amsikie aliyempigia. Jambo la pili ni kurekodi maongezi, na ili jambo limekithiri, ni khiana. Sio sawa mtu kurekodi maongezi anayeongea naye pasi na ruhusa yake kwenye simu, kwa sababu tu simu yako ina rekodi na unajua kurekodi. Sio sawa. Bali mwingine katika wale jawasisi wale, mtu pengine anakuja kuongea na wewe, kavaa kanzu kisha kaeka simu hapa na anarekodi mnachokiongea bila idhini ya yule ambaye unamrekodi. Ni makosa ili jambo, sio sawa. Bali si hivyo tu, hata kule kueka laudi inatakiwa umtake idhini uliyemweka laudi. Bwana, hapa nilipo kuna watu na hichi kitu bwana nitakachokifanya ni kadhaa, unasemaje? Mpaka wengine nafikia hatua yule ambaye kwa laudi anajua, kwa sababu kuna simu zinaonesha kuwa huyu aliyekuwa anaongea nayo au iliyekuwa anaongea naye kaniweka laudi, zinaonesha. Mwingine anakuambia hebu ondoshe laudi. Sasa hii mpaka ifikie hali hii ya kwamba umejulikana khiana yako, kuna haja gani? Bali sasa hivi kimefikia kitendo kibaya pia katika upande huu, kuunganisha simu pasi na ridhaa ya unaowaunga. Lipo ile jambo pia. Au pengine unamtafuta mtu maneno amseme fulani, kisha unamuunga simu na huyo fulani ili uwagombanishe. Hili jambo pia lipo na ni khiana, makosa. Utakuta unaongea kitu, yule unayemsema ule kumbe anakusikia vile. Kwanza hapa kuna makosa kwenye upande wa sampuli mbili. Upande wa kwanza, kwa nini wewe msengenya mwenzako la mwanzo? Pili, kwa nini wewe moja kwa moja huyu anemsengenya mwenzake umuunganishe na anemsengenya, kama si lengo la kuwafitinisha na kuwagombanisha kupitia simu? Kwa yote haya ni mambo ambayo wakati wa kuongea inatakiwa mtu ayachunge kwenye mawasiliano yake. Naam, kipengele cha tatu, kwa maana katika yale mambo matatu yale ambayo amemfanya shekhe aandike, kwa thalithu, na pia imeendelea kuendelezwa kile kipengele cha mwanzo, wa hadha takhawunun fil amana, na huku ni kufanya khiana katika amana, kwa mtu amrekodi pasi na ruhusa yake, kufanya khiana. Wa dhumurun fil hayai, na ni udhaifu katika haya, huyu mtu hana haya,
warekodija au wafanye kitu ambacho kinaonesha kuwa kuna dhaifu katika haya, sio jambo la sawa. Wathalith, na jambo la tatu katika mambo ambayo, na hili ndo la mwisho katika mambo ambayo yamempelekea shekhi aandike hii risala, anna al-hatif at-telefon wan-nida wal-bayjar wal-hatif al-jawwal al-ali asbahat tukawinu dawran muhimman fil hayati. Kwamba al-hatif ni simu, na telefoni pia nao ni nini? Ni simu. Na an-nida hiki ni chombo cha kunyanyulia sauti. Nasema kitazama katika maana zake tamko hili lilivyokusudiwa, ni chombo ambacho ni cha kunyanyulia sauti, ambacho ni kwa jina jingine pia kinaitwa al-bayjar. Vilikuwa vikitumikana nasema kwamba kupata sauti kwa haraka, kadhalika na kwa muda wa karibu. Kabla ya kuenea simu, hichi chombo kilikuwepo. Na pia kazi yake kubwa ilikuwa pia chafahamika kupokea ujumbe mfupi, na hii an-nida pia huitwa kifaa cha kuita au mfumo wa kuita mtu. Kama mfano zile simu za mezani na nyinginezo katika vifaa ambavyo vinatumiwaga. Na simu ya kiala imetajwa, al-hatif ni simu, na al-jawwal pia nayo ni simu ya kiala. Hukusudiwa zile mobile phone au call phone, hizi za mkononi ndio ambazo hukusudiwa hapa, al-hatiful ali, hizi ambazo twaita simu za mikononi. Anasema shekhe, hizi asbahat tukawinu dawran muhimman, zimepambaukiwa, zatengeneza mzunguko muhimu fil hayati, katika uhai. Simu katika upande wa maswalihi yake, za ukutani, za mizani, vifaa vya kuchukulia sauti, kadhalika na vifaa vya kupata sauti hata kwa muda mfupi, virekodiaji vile. Fahiya ahamu wasaili litiswali shafawia, hivyo vyombo hivyo ni wasaili muhimu zaidi za kuwasiliana kimidomo hivi, kama mnaongea, sababu sauti yako inakwenda kwa mtu mhusika kama unavyotaka. Kwa hiyo ni vyombo muhimu sana. Wa asra'uha, na vilivyo haraka zaidi, sababu sasa hivi unaweza kuongea na mtu yuko Marekani kama ambaye yuko kibada tu, kwa namna mambo yalivyokuwa ya haraka zaidi na yalivyokuwa yanayopesisha yale yaliyokuwa mwanzo yakifanyikana kwa muda mrefu. Watumuti almutahatifaini fursata al-idahi bila anai mukatabatin, na vyombo hivi huwapa wale wenye kuwasiliana wawili fursa ya kuwekeana wazi mambo yao wanayotaka pasi na tabu ya kuandikiana. Mwanzo ilikuwa mpaka umtumilizie barua uandike, sahihi inaondoka. Kadhalika pia vile vile wanahwaha, na mfano wa hayo, na mfano wa fursa hiyo. Fakam fiha min tawfiri aljuhdi, ni mangapi yapo katika vyombo hivyo katika upande wa kutoa juhudi. Na juhudi unaitoa, hauitumii nguvu. Wal wakati, kadhalika na wakati pia. Jambo ambalo lilikuwa limfikia mtu mwezi, unampata kwa dakika moja tu unamuelezea kama lilivyo. Kadhalika wal mal, na mali pia, sababu kupitia mawasiliano pengine kuna kuhifadhi mali. Maana mwanzo ilikuwa utapatikana gharama, pengine mtu afunge safari mwezi mzima, achukue chakula cha mwezi mzima, ndapeleka barua huyo. Sasa hiki chakula leo kinatumiwa kawaida, hakitumiwi kwa kupelekea mtu barua mwingine. Kwa kuna kupatikana pia kuzihifadhi mali. Wa talbiyatil matlubi bi aqsari waqtin, na kadhalika na kuliita lile takwa
jambo limetakiwa kwa wakati uliokuwa mfupi, tayari limeshapatikana lile ambalo limetakwa na mtakaji kwa wakati uliokuwa mfupi. Kadhalika warafi mashaqqati dhahabi, na kuondosha uzito wa kwenda kwa mtu mpaka aende, lakini tayari kupitia vyombo hivi kumepatikana wepesi. Wal iyab, kadhalika na kurejea. Al iyab bi maana arrujuu, bal wasafar, bali na safari pia inaondoka moja kwa moja, safari kabisa. Li umurin tuqda biwasitati alhatif, na safari kwa ajili ya mambo ambayo yanakidhiwa na kuhukumiwa na kumalizwa moja kwa moja kwa kupitia simu tu. Ilikuwa mwanzo utakuta kuna uzito sana na kuna ugumu, lakini sasa hivi mnaweza mkawa na kikao cha familia mkakubaliana kuwa wakati fulani tunaunganisha simu, au wakati fulani tutatumiana linki WhatsApp, kila mmoja aingie kwenye hiyo linki, itakuwa tunaongea live. Hivyo mambo yote haya yapo ni katika mawasiliano, lakini kwa idhini ya wengine, kama tulivyotoa tambihi. Sio wamuunga mtu alafu baadaye wale ambao umemuunga naye hana taarifa nao, hajui kabisa kama kutakuwa na fulani na fulani. Hii sio sawa. Falillahi alhamdu ala ni'amihi, basi ni sahihi ya Allah subhanahu wa ta'ala kila sifa njema juu ya neema zake, neema hii. Lakini endapo kama tulivyosema kwenye siku ya mwanzo, itatumiwa kwenye jambo la khairi, kila sifa njema ni sahihi ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema zake. Lihadha swara haqiqiyan, pengine ambacho anamalizia Sheikh anasema kwa ajili hii imekuwa ni jambo swara haqiqan, imekuwa ni hakika. Bibayani adabi istimalihi shar'an, kwa kubainisha adabu za matumizi ya hiyo simu kisheria. Tutumie kisheria vipi? Fa ila bayani, sema Sheikh hapa moja kwa moja tuelekea kwenye upande wa kuzibainisha hizo adabu. Wote ulikuwa ni utangulizi, wote ilikuwa ni utangulizi. Kinachofuata mbele hapa sasa ni kutaja kimoja baada ya chengine, lakini kama kidokezo tu. Jambo la mwanzo litakuja kutajwa jambo la kuhakiki namba ya unayempigia na madhara ya kutokulifanya hilo. Kuna madhara katika hilo, kwa katika hayo tutakuja kuyaona mengi wakati wa kumpigia mtu na mengineo katika mambo. Hata lile jambo la mtu kuweka mlio wa fujo wa kuitia simu, alafu upo katika watu, simu ikiita watu wote na roho zinaruka juu. Tutakuja kuliona hilo jambo. Yaani alhamdulillah kwamba risala ama hichi kitabu kimekusanya mambo mengi sana. Utakuta mtu akipigiwa simu, kama kuna mwingine ana pressure iza ikashuka ama ikapanda kwa sababu ya mlio wa simu yake. Wallahu musta'an. Sasa vijana iza katafuta mlio ambao ikiita simu yake, kama ni kwenye swala, msikiti mzima taarifa itapata kwamba bwana hapa kuna simu imeita, na kama kuna maiki inayo itasaidia kupeleka juu huko nje. Kwa tutakuja kuliwa na ile jambo na mengine katika mambo. Na tutafi bihadha, subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wallahu a'la wa a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.